shilingi milioni 2 akigawanywa kwa miezi 12, huyu anaweza kupata mshahara wake wa shilingi 166,000 kwa mwezi. Kwa hiyo mnaweza mkaona ninyi kama halmashauri namna ambavyo mradi unakuwa na impact ya moja kwa moja. Sasa mkija kwenye uhalisia ninyi ambao ni CMT members, unaona hii ndio tafsiri ya kumuondoa mwananchi kwenye maskini. Karibu mama. Karibu. Unaonaje mradi wako sasa? Naelewa vizuri. Ulishavuna kwenye miti? Nilipata ndoo moja. Tangu Margarita Bilali Ndundulu. Sielewi. Faida ya matunda mama, matunda yani ni faida ya kuishi. Faida yake kula na kutumia matumizi. Wewe ndio mnufaika? Ongea. Hapo una miti mingapi? 19. Ndio. Wa 20 ulikufa? Tulimpa 10 mwingine 9 aliongeza mwenyewe. Okay. Naitwa Neema Nyingi Chaula, ni mratibu wa TASAF halmashauri ya mji wa Makambako. Hapa tulipo ni moja kati ya kaya za wanufaika ambazo zimenufaika na utekelezaji wa mradi wa upandaji wa parachichi kwa walengwa wa mpango wa kunusuru kaya maskini katika halmashauri ya mji wa Makambako. Mradi huu ikiwa kila kaya ya mlengwa waliweza kupata miche 10 ili kuweza kunufaika. Tarajio yetu ni kwamba kufikia mwakani walengwa wote wataanza kupata matunda, na lengo kubwa la mradi huu ni kuboresha kipato cha kaya na kutegemeza kaya na kuboresha lishe kwa kaya zao. Mimi kwa majina naitwa Evelina Kenani Ngali. Ninaishukuru sana serikali ya ngazi za juu na ngazi ya mitaa. Lengo kuu ni kunitoa pale nilipokuwa kunipeleka mahali pengine. Sana wametupa miradi ya parachichi. Hapa nilipo nilikuwa kwenye nyumba ambayo haistahili. Watu wanajiuliza kwa nini huyu mtu, kwani wewe ni kilema? Ni kweli nilikuwa sana na mume wangu. Serikali ya mitaa ikatujua pamoja na ngazi za juu. Hivyo imetupelekea mahali ambapo imetutoa kwenye umaskini, imetupeleka mpaka mahali. Nashukuru sana serikali. Lengo kuu ni kwamba nimeanza hizi parachichi zina miaka 2, mwaka huu nimeuza kwa tray 2 ambazo nimepata 40,000 na nipelekea hizo hela kunufaisha kwenye ng'ombe, nanunua madini, nguruwe ninayo mpaka sasa hivi inakaribia kutoa vifaa. Kwa jina naitwa Beatrice Michael Kitaruta, afisa mtendaji wa mtaa wa Liamkenya. Lakini kupitia huu mradi ni tayari kuna baadhi ni wananchi wamechukulia kama ni maeneo ya kujifunza na kuona kwamba huu mradi tangu uanze mwenzao ambao alishakwisha kupanda hii miti tayari ameshaanza kunufaika mali kupitia kupanda matunda. Hivyo tupende kumshukuru sana ni President Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kaya maskini na pia na kuzidi kuboresha kipato kwa watu ambao wana kaya duni ili kwamba kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwani hiyo ni sehemu ya maendeleo. Wameshaanza kuuza matunda. Mnufaika huyu ambaye tuko kwenye eneo lake kwa sasa, mwaka uliopita amepata kilo 40 na ameshaziuza na amepata fedha. Na manake mtu unapoendelea kukua sasa unaendelea kuwa na matunda mengi. Tunategemea mwaka unaokuja pia atavuna zaidi. Na programu hii sio kwa mkulima huyu tu, ipo kwa wakulima wanufaika wote wa TASAF ambao sasa programu imekwisha, lakini sasa wanaendelea kunufaika kupitia matunda ambayo yalipandwa. Kwa hiyo tunamaliza kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini tunamshukuru ndugu Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Njombe, kwa wazo ambalo sasa limetufikisha hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alipokuja kufanya ziara ya kawaida, alikuja kuwa na wazo hivi, baada ya mpango kuisha wanufaika wanakwendaje? Yaani tunawaachaje achaje? Ndio akasema kwa kuwa Njombe katika wilaya hizi za Njombe tunajishughulisha na swala la parachichi, na parachichi ni zao la kudumu. Kwa nini tusio na utaratibu wa kuhakikisha hawa wanufaika wa TASAF
wanakuwa na miche katika maeneo yao ambayo baada ya mpango kuisha wao wataendelea kunufaika na mpango. Na ndiye aliyewasiliana na wizara tukapata msaada wa kuletewa miche ya parachichi na tukaigawa kwa wanufaika wote wa TASAF kama mnavyoona hapa. Huyu ni mmoja wapo. Kwa kuhakikisha huu mradi wamekuwa nao mpaka hapa ulipo. Sasa hivi yani wanajitegemea, wanapambana. Japokuwa sasa kwa kuwa mpango umeisha kuanzia mwezi wa 9. Sisi halmashauri kuna vitu tumesema tuvifanye. Tuwe sasa na bajeti ya kuanzia kwa ajili ya viuatilifu. Kabla hawa watu hawajaanza kupata mavuno ya kutosha, tuanze kuwasaidia kwenye viuatilifu. Tutenge bajeti, tuanze kutibu hii miti. Watakapo take over, yani wanapata matunda ya kutosha, tutawacha sasa waendelee kujitegemea. Mratibu hivyo tukusikie bwana. Mimi naitwa Elia Kasanga, ni mratibu wa TASAF wa mkoa. Lakini kwa fedha ambayo tulikuwa na money transfer kwa fedha na miradi mingine ya maendeleo. Sasa tunamshukuru, mimi binafsi namshukuru mkuu wa mkoa sana kwa sababu alichokiibua umebadilika, ndio mlengo wa taifa. TASAF inayokuja sasa ni sustainability. Ni TASAF kwa ajili ya uimarishaji wa kaya. Sasa TASAF ambayo tunategemea kuianza Mungu akijalia hivi karibuni, ambayo itakuwa na mlengo kwamba inamwezesha kaya kama alivyo mkuu wa mkoa. Tunaiwezesha kaya, inapewa kile kitu ambacho kitatunzwa kwa kusaidiana TASAF na wao. Alafu mwisho wa siku kile kitu baada ya TASAF kufunga, kile kitu ndio kitamlea yule mtu baada ya TASAF kama tunavyofanya sasa hivi. Tukifanya mfano tu kwa mama huyu hapa. Anasema ana miti 19 au miti 10 aliyopewa. Kama akaweza kutunza kwa hesabu za watu wa kilimo, anasema mti mmoja unaweza kuzaa kama kilo 400 kwa au mpaka 500 kwa muda. Manake huyu hatahitaji tena kupanga foreign kama cash transfer ya milioni 20,000 kwa mwezi, kwa sababu atakuwa anaipata yeye mwenyewe, atasimama. Kwa hiki kilichofanywa hapa kwetu Njombe, kilisemwa mkuu wa mkoa alikisema kwenye mitandao, alikisema sehemu nyingi kwamba watu wafanye. Sasa imebadilika, sasa imekuwa ndo mlengo mkuu sasa wa sisi kufikia TASAF sustainability. Kwa mnamjengea mtu ili hata baada ya ile TASAF kuisha yeye ishe. Mfano sasa TASAF ya awali tumeshafunga, lakini hapa bado tumetembelea mradi wa TASAF ambao unaishi na wote tunajifunza. Nilichotaka hapa kufanya ni nini? Nataka tupeane elimu ndogo sana. Sisi tulipoanza huu mradi tulitoa miche 10 kwa kaya 1825 ambao tuliwapa miche 10 ambayo ilikuwa ni sawa na miche 18,250. Kwenye space ambayo miche hii imepandwa kwa space ya mita 7 kwa mita 7, ambao kwenye heka moja inaingia miche mingapi? Miche 81, ambayo ni sawa na hekari 225. Kwa hiyo ukichukua mradi wa wanufaika wote wa TASAF, maana yake ni sawa na wastani wa hekari 225 ambazo zimeongezeka kwenye kilimo cha parachichi kwenye halmashauri ya mji wa Makambako. Hilo la kwanza. Kwa hiyo ni impact ya kwanza kwamba kwenye kilimo cha parachichi Makambako kupitia wanufaika wa TASAF tumeongeza hekari 225. Lakini kwenye impact ya uchumi, mkulima wa parachichi anapofika kwenye mwaka wa 3, tunategemea kwamba mti mmoja wa parachichi umpe kilo ngapi? Kilo 10. Kwa kama anapata kilo 10, maana yake ni kwamba kwa miche yake 10 anapata kilo 100. Kilo 100 kwa bei ya kawaida tu akiuza kwa kilo ni shilingi ngapi? 2,000. Akiuza kwa bei ya kawaida shilingi 2,000, maana yake ni shilingi 200,000. Ambao katika misimu yake miwili ya mavuno anapata shilingi 400,000. Huyu mnufaika wa TASAF kwenye hela anayopewa ya TASAF kwa mwaka mzima anapewa shilingi ngapi? 240,000. Lakini kwa kupitia tu miti yake hii 10 akiwa nayo nyumbani kwenye mwaka wa 3 ambao ni mwakani, maana yake huyo ana shilingi 400,000. Lakini parachichi inaanza kufanya marejesho ya pesa ikifika mwaka ngapi? Mwaka wa 5. Ambao tunategemea mti mmoja ukupe kilo ngapi? Akiweza kupata kilo 50 ni kilo 500. Kilo 500 akiuza kwa shilingi 2,000, maana yake tunaongelea ni mtu anapata shilingi 1,000,000. Akiuza kwa misimu miwili anaweka kupata shilingi 2,000,000. Shilingi 2,000,000 akigawanywa kwa miezi 12
huyu anaweza kupata mshahara wake wa shilingi 1,166 kwa mwezi. Kwa hiyo mnaweza mkaona ninyi kama halmashauri namna ambavyo mradi unakuwa na impact ya moja kwa moja. Na life span ya parachichi zaidi ya miaka 30. Na kadiri mparachichi unavyoendelea kukomaa ndivyo unavyojitanua na kuweza kufanya uzalishaji mkubwa. Na ndio maana tuna watu ambao kwenye miti ya parachichi ambao sasa miaka kuanzia 5, 6 anaenda hadi kilo 200 kwenye mti mmoja. Sasa mkija kwenye uhalisia ninyi ambao ni CMT members, unaona hii ndio tafsiri ya kumuondoa mwananchi kwenye maskini. Maana huyu mwananchi baada ya miaka 3 ambao ni mwakani, huyu anatoka kwenye umaskini. Anaweza akalipa bima yake ya afya. Anaweza akafanya matibabu yake, anaweza akasomesha wajukuu zake au wategemezi alionao. Lakini mnaweza mkakumbuka namna ambavyo tulipoanza hili jambo ilikuwa kama jambo jipya. Tulipoanza kwamba tengeze group la WhatsApp, nimshukuru sana mratibu na idara ya kilimo na watendaji wa mitaa ya Makambako. Sasa tusema tu pilot. Sasa leo pilot tunakuja hapa, tulikuja hapa ni mashimo, tunaweka mbolea, tukaja siku ya kugawa miche, tukaja kwenye kupanda, leo tunakuja kwenye matunda. Kwa hiyo mwananchi kama anataka kuwa Tomaso maki ni kwamba ameona kabisa kwamba jambo linawezekana. Na ninyi kama halmashauri hii inapothubutu kwamba kumbe kitu kinawezekana, kwa kufanya tu maamuzi ya kaya 1800 tayari sisi tuna nyongeza ya hekari 25 za parachichi kwenye halmashauri, ambao kienda mwisho wa siku ita impact kwenye ushuru wa halmashauri. Kwa sababu mwisho wa siku matunda yatachukuliwa, yatapelekwa kwenye viwanda vya Makambako kwa wanunuzi wa Makambako. Sasa kulikuwa na eneo moja ambalo mwandishi aliuliza, tulichokifanya ni kwamba wanufaika wote tuliounganisha na wanunuzi wa matunda parachichi. Bahati nzuri kwamba sasa Njombe tunaenda kuwa na viwanda kama 5 vitakavyokuwa vinasaga parachichi kutoka kwenye tunda kwenda kwenye mafuta. Maana yake maparachichi sasa tunakoenda ataanza kugombaniwa. Na ninyi ni mashuhuda, msimu huu kilo moja ya parachichi imeuza shilingi ngapi? 3,500. Kilo moja ya parachichi imeuza shilingi 3,500. Na reject shilingi ngapi? Shilingi 700. Reject kutoka shilingi 200, 150 kwa kilo kwenda shilingi 700. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba impact inakuwa kubwa. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba sisi kama viongozi tuone namna ambavyo tuna nafasi ya kuweza kuimpact maisha ya watu. Na kwa wanahabari tunasema kwenye kipindi hiki ambacho sasa tunaenda kwenye kwanza mwaka mpya, miaka 5 ya Mheshimiwa Rais. Hii tunasema ni the Samia impact. The Samia impact ni kwa namna tunatafsiri kwa namna ambavyo uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia umeimpact maisha, umegusa maisha ya kawaida ya mwananchi wa kawaida. Kwa sababu lazima mjue kwamba miti hii miparachichi haikununuliwa na mkuu wa mkoa. Hii ni program ambayo Mheshimiwa Rais alikubali kutoa miche ya parachichi bure kama mradi wa majaribio kwa wananchi wanaonufaika na pesa za TASAF ambao tumeziita kaya maskini. Na sisi tukapewa ile miche bure, tukaja kuigawa kwenye eneo la kujaribia kwenye mkoa wa Njombe, tukasema tufanye kwenye halmashauri ya wilaya Makambako. Kwa hiyo tunapoenda kama wanahabari ni lazima tuangalie ni kwa namna gani uongozi wa Mheshimiwa Rais, utumishi wa Mheshimiwa Rais Samia umegusa maisha ya mwananchi wa kawaida. Kama tu huyu mama wa kawaida tu kapata miche ya bure, na sasa mkurugenzi yuko wapi Haule? Lakini hapa Haule mkurugenzi ameongea kitu ambacho ni cha maana sana. Na ambacho unaona sasa hata ile elimu ambayo anaambia kiasi kwa halmashauri kwamba sasa Haule yeye kama mkurugenzi amesema tunaenda kuangalia kwenye viuatilifu, kwamba huyu mtu sasa apate viuatilifu proper, na afisa kilimo wetu tunaona kabisa ile impact yake kama afisa kilimo. Mratibu wetu wa TASAF baada ya kwenda kugawia watu shilingi 2,000, shilingi 5,000, anatembelea watu ambao sasa wana nuru, wana zao lao, lina matokeo, na afisa kilimo anaona ile hadhi ya kazi yake kwamba kweli mimi ni afisa kilimo ambaye nime impact. Mkurugenzi anaenda compliment kwenye kile ambacho rais alitoa.